Kulikuwa kuna kile kipande ambacho ulikuwa unamalizia kuhusiana na Kibu Denis Prosper. Kwa upande wako ni kipi ambacho kilikuvutia zaidi kwa Kibu Denis? Ni mabao yake mawili aliyofunga au kuna kitu kingine ambacho kilikuwa cha kuvutia zaidi? Mimi Kibu Denis kitu ambacho amenivutia zaidi kwenye mchezo wa jana ni jinsi ya kuwa na ushirikiano mzuri na wenzake. Ndio maana nikakutolea mfano lile goli ambalo alifunga Ahoua, goli la 3, jinsi alivyolitengeneza. Mpira uliguswa na Mpanzu, ukaja kwa Kibu Denis akamgusia Ahoua, Ahoua akamrudisha yeye karibu na ile D na yeye akamweza kumwekea kwenye njia, yule mwenzake akaenda kuweka mpira nyavuni. Ni vitu ambavyo hatukuzoea kumuona Kibu Denis akifanya hapo awali. Kibu Denis alikuwa akifika ile maeneo kama yale alikuwa anawaza kushuti, alikuwa anawaza kupiga tu shuti mpira uende golini, lakini saizi anaonekana kuwa na ushirikiano mzuri na wenzake. Na hata hivyo ukiangalia goli lingine ambalo pia limefungwa na yeye mwenyewe, lile goli la sita ile ni ya Mukwala. Hebu angalia mshambuliaji wakati ambaye anategemewa kwenye timu, yeye ndo kama mshambuliaji amerudi eneo la katikati ya uwanja kutaka kujua hiyo timu na ushirikiano. Yupo eneo la katikati ya uwanja, anapiga mpira wa kupenyeza kuelekea kwenye lango la kikosi hiki cha Dodoma, na mwisho wa siku Kibu Denis ambaye ni kiungo mshambuliaji anaenda kutimiza majukumu ya mshambuliaji kwenda kuweka mpira nyavuni. Ni kwamba walipishana sasa, kiungo akaenda kwa mshambuliaji, mshambuliaji akarudi kwa kiungo. Yes, na hii inatokana na nini? Kwa sababu hata yule Mukwala ukimchukua leo hii kama bwana anataka ukamtumie kama second striker, anaweza kucheza kama kiungo mshambuliaji, anaweza kucheza kutoka pembeni. Na ndio hiyo inasababisha sasa kuna wakati utamuona eneo la katikati ya uwanja, kuna wakati unaweza kumuona pembezoni mwa uwanja, na kwa aina ya uchezaji wake anakuwa na faida zaidi ukicheza na timu ama ukiona mpango kwenda kushambulia. Unataka leo nishambulie, mnaenda kukutana na timu ambayo mnapishana, mimi nakuja kukushambulia na wewe njoo. Lakini ukisema unaenda kukutana na zile timu ambazo watu wachezaji wanapenda kutumia nguvu, labda wanakaa sana nyuma, mwalimu wa Simba anakuwa na chaguo lingine pia, ndio anaweza kumuingiza Ateba. Mimi nimekuwa nikiangalia Simba mara nyingi sana akiingia Ateba uwanjani kasi inapungua. Yaani ile kasi ambayo wanakuwa nayo mwanzo akiwepo Mukwala, Mpanzu, Kibu Denis, Ahoua inakuwa haipo tena. Unakuta sasa hapo hata mfumo umebadilika wanavyocheza. Kila mchezaji anakuwa anajaribu kutengeneza nafasi na wanabadilisha, unakuta style wanapiga mipira mirefu ya kudondoka ndani ya boksi, lakini akiwepo Mukwala uwanjani wakiwa na kina Kibu, hizo nafasi hazitengenezwi, isipokuwa wanakuwa wanajaribu kumfungua mpinzani. Wanamfungua vipi? Wanamvuta. Wakati mpira anapigiwa Mukwala anaweza katanua pembeni kushoto ama kulia. Akishatanua kushoto ama kulia, anatoa nafasi kwa kiungo mshambuliaji mmoja kati ya hao wengine watatu waliosalia kuingia kwenye boksi la mpinzani. Kwa mwisho wa siku utakuta yule kiungo mshambuliaji anapata mpira katika eneo ambalo yuko huru. Jana Ahoua alikuwa anaweza kupiga hat-trick. Ndio maana ukaangalia kuna michomo ambayo golikipa ameitoa Ngereka. Yes, ambayo kama sio ubora wake basi jana yule bwana mdogo alikuwa anaondoka hata magoli 3-4, kwa sababu kuna mashuti alikuwa anapiga achana lele kula posti, kuna mashuti mengine mawili alipiga alikuwa anatafuta engo kushoto na kulia, lakini golikipa akawa mbishi sana. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Kibu Denis amebadilika sana, na kwa performance anayoionyesha hii sitashangaa kusikia siku moja Raja Casablanca, Wydad Yunani wamekuja wameweka ofa Simba wakahitaji saini yake, kwa sababu kuna siku moja nilikuwa na chat na wakala mmoja hivi ya ujamaa, yani msimamie Mpanzu ule akanambia achana yule papida mwanzo ule akaniuliza huyu Kibu Denis nani? Nikamwambia ni Mtanzania huyu. Akaniambia bwana huyu jamaa anajua sana. Akanambia anambia yani mtu yote mwenye jicho la mpira akimuona Kibu Denis anajua huyu jamaa ni smart, anajua huyu jamaa ni bonge la mchezaji kwa aina ya soka ambalo anacheza, kwa performance ambayo anaionyesha dimbani. Kwa kama alivyokuambia Doto hapa, ni ngumu sana kuwazuia Simba wakiwa na hawa wachezaji wanne uwanjani, kwa sababu unakuwa hujui mkabe nani umzuie. Yani wewe utakuwa nikimzuia Ahoua unamwacha Kibu Denis free, ukimzuia Kibu Mpanzu yuko free, wakati huo mshambuliaji Mongo Mukwala yupo. Yes, mabao 9 hadi hivi sasa akiwa hana hata dakika 800 ndani ya ligi kuu ya NBC. Ina maana akiendelea kupata nafasi hivi sitashangaa kumuona akifikisha mabao 15 katika ligi kuu ya NBC ambayo inaendelea kushika kasi. Sawa bwana, nikukumbushe kitu hapa bwana Mwayombo pamoja na Doto. Kibu Denis bwana kabla ya jana alikuwa amekaa siku 494 bila kufunga bao lolote kwenye ligi. Wakati sisi mashabiki wetu pamoja na wachambuzi wanasema kwamba Kibu hafungi. Mara ya mwisho alifunga ilikuwa ni kwenye dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga.
Novemba 5 2023 wakafungwa mabao 5-1 ile. Sasa baada ya siku 494 hapo jana amemaliza ukame wa mabao akifunga mabao 2 dhidi ya Dodoma Jiji, na kabla ya jana alikuwa amecheza mechi 30 bila kufunga bao lolote, lakini jana kamaliza ukame wa mabao, na hii inakuwa ni mara yake ya kwanza kufunga mabao 2 katika mchezo mmoja baada ya kufanya hivyo dhidi ya KMC mwaka 2021, na hiyo ilikuwa ni kule mkoani Tabora kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, ambapo waliibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya KMC kwenye mchezo wa ligi kuu. Kipindi hicho inaitwa ilikuwa ni NBC Premier League. Ilikuwa ni NBC Premier League. Alifunga mabao 2 kwenye mchezo ule dhidi ya KMC, na jana karudia tena kufunga mabao 2. Huyo ndio Kibu Denis Prosper, nyota Mtanzania, na amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Ambapo hapo jana takwimu zake ni kwamba alicheza dakika 90 hapo jana. Akapiga mashuti 3 ambao mashuti yote 3 yalikuwa ni on target, akafunga mabao 2, akatoa pia assist 2. Ina maana jana Kibu Denis amehusika kwenye mabao 4.